Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha, na tafakari yetu leo, adui wa mafanikio yako huyo hapa. Ni tafakari nzuri ambayo itakusaidia ili umfahamu adui wa maisha yako na ujue namna ya kushughulika naye. Ni mimi Mwalimu Peter, nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Tuanze kwa utangulizi. Mara nyingi tunapozungumza juu ya adui wa mafanikio ya mtu katika safari yake ya maisha, tunaangalia zaidi mazingira, tunaangalia zaidi watu, lakini tunaangalia zaidi fursa. Tunasema hakuna fursa, lakini ukweli wa Biblia uko tofauti sana. Biblia inatufundisha ya kwamba adui mkubwa wa mafanikio ya mtu hayuko nje yake, yuko ndani yake. Na adui huyu si mtu, bali ni kiburi kinachokataa utii na unyenyekevu. Utii na unyenyekevu ndio ufunguo wa mafanikio katika safari ya maisha. Unataka ufanikiwe, unataka uende mbali, ufunguo ni utii. Ile sehemu ya kwanza. Na sehemu ya kwanza tafakari yetu tutaenda kuangalia tatizo la nje na vita ya ndani. Kile kitabu cha Yohana ule mlango wa 2 mstari wa 1 mpaka 10, kusoma wote, unazungumzia habari ya harusi ya Kana. Na katika ile harusi, miongoni mwa watu waliokuwa wamealikwa alikuwa Yesu mwenyewe pamoja na wanafunzi wake, na alikuwepo Mariamu mama yake Yesu. Katika ile harusi kulitokea tatizo kubwa, na ulikuwa ni upungufu wa divai, walitindikiwa divai. Na lile tatizo kwa sasa tungeita ni aibu kubwa, kupungukiwa divai. Yesu akafanya muujiza wa kubadilisha maji kuwa divai, lakini ule muujiza haukutokea kirahisi. Ulikuwa ni muujiza mkubwa. Ule muujiza ulitokana na hali ya mioyo ya wale watumishi ya kukubali kutii maelekezo waliopewa. Yesu aliwapa maelekezo ya kujaza mabalasi, wakafanya kwa ukamilifu wale wanafunzi. Kisha akawaagiza wapeleke kwa mkuu wa meza yakiwa maji, jambo ambalo kwa akili linakataa, lakini wakatii, wakapeleka kwa mkuu wa meza, na hapo ndipo muujiza ulipotokea. Kwa lugha nyingine, kama wangeamua kumsikiliza adui wa ndani, kiburi, wasingekubali kutii, kwani hakuna uhusiano wowote kati ya maji na divai, hakuna uhusiano. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana kuwa wazito kutekeleza maelekezo, lakini walipotekeleza ndipo muujiza ulipotokea. Hii ni tafakari ya sehemu ya kwanza. Tuangalie sehemu ya pili. Kuna kitu unakwenda kujifunza. Sehemu ya pili tunaangalia kiburi ni adui wa ndani asiyeonekana. Huwezi ukamwona kwa macho. Sasa huyu adui wa ndani
hapigi kelele, na mara nyingi anapokuja kwenye maisha yako ndani, huja kwa busara. Anaonekana kama ana hekima fulani hivi ya kukusaidia, lakini ndio anakuangamiza hivyo. Kuna mifano michache ambayo itakusaidia kumtambua huyu adui wa ndani. Maelekezo utakayopewa, yeye atakusemesha ndani kwa njia ya mawazo au kwa njia ya sauti au kukufikirisha. Anaweza akakwambia hii haina mantiki, hii haina mantiki kabisa, au subiri kwanza, usiwe na haraka, subiri, au muda bado upo, utafanya kesho, au tutapata njia nyingine. Sio lazima haya maelekezo aliyosema. Kuna njia nyingine ya kufanya ambayo ina mantiki. Yanaonekana maelezo haya yanaonekana yana busara, lakini yanakuharibia maisha yako. Ukweli uko hivi: kiburi humpa mtu haki ya kubishana na Mungu, na ndio maana watu wengi wanajua la kufanya lakini hawafanyi. Wanaomba miujiza lakini wanakataa maelekezo ya mtenda miujiza. Kwa hiyo kunakuwa na mkwamo kwenye maisha, kunakuwa hakuna kwenda mbele, kwa sababu muujiza hauwezi kutokea pasipo kuwepo na utii, pasipo kuwepo na unyenyekevu. Kwa hiyo ufunguo wa mafanikio katika maisha ni utii na unyenyekevu. Kinyume chake ni kiburi. Angalie sehemu ya 3. Utii ni ushindi dhidi ya kiburi. Mariamu aliwaambia wale watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Ukisoma hii Yohana yote, mlango wa 2 mstari wa 1 mpaka 10, anawaambia lolote atakalowaambia fanyeni. Ani lolote Yesu atakalosema ninyi fanyeni. Sasa yale maelekezo ya Mariamu ilikuwa ni siri ya ushindi kutoka kwenye aibu iliyokuwepo ya kutindikiwa divai. Biblia inasema hivi, wakayajaza hata juu. Yale mabalasi waliyajaza. Mabalasi sasa hivi tungeweza kusema yale matenki yale makubwa ya maji. Sasa wao wakayajaza mpaka juu. Ulikuwa ni utii kamili, na utii kamili ni mlango wa muujiza. Kwa hiyo kwa kutii, bila kujali gharama iliyokuwepo ya kujaza yale matenki au mabalasi, walifungua mlango wa muujiza. Hata kwenye maisha yako unapopewa maelekezo yoyote na Mungu, au Mungu akamtumia mtumishi yoyote, au Mungu akamtumia rafiki, jamaa na ndugu, na ukawa na uhakika ya maelekezo yanatoka kwa Mungu, ukayafanya kwa uaminifu bila kujali gharama, bila kuangalia watu watasema nini, unajifungulia mlango wa muujiza. Tuangalie sehemu ya 4.
Sehemu ya 4, kanuni ya mafanikio. Yesu hakubadilisha maji kwanza, aliwabadilisha watumishi ili wawe na utii. Yesu alilifahamu kuna tatizo kubwa, lakini kwa Yesu tatizo alikuwa kupungukiwa kwa divai. Tatizo lilikuwa ni utii. Kwa hiyo alikuwa anataka watii kwanza. Unapotii, kuna mabadiliko ya ndani yanafanyika, unakuwa mtu tofauti, na ndicho kitu Mungu anachotafuta kwenye maisha yetu. Unapokutana na tatizo lolote, unapokutana na jambo lolote gumu, usiangalie ugumu wa tatizo, rudi ndani yako. Mshinde adui wa ndani. Ukimshinda adui wa ndani, hilo tatizo linapoteza nguvu na unapata mabadiliko makubwa kwenye maisha yako. Tuangalie sehemu ya 5 na ya mwisho. Sehemu ya 5 ni hitimisho. Tatizo la watu wengi si kukosa muujiza kwenye maisha, bali kushindwa kumshinda adui wa ndani. Ukimshinda adui wa ndani, utii kwako unakuwa jambo jepesi kabisa. Na utii unapochukua nafasi, adui wa nje anakosa mamlaka. Wakati Mungu anawaongoza wana wa Israeli kuingia katika mji wa Yeriko, ule mji ulikuwa umefungwa kabisa. Mungu akawaongoza wauzunguke ule mji mara 7. Kuzunguka Yeriko ilikuwa ni jambo ambalo kwa akili halina mantiki, ni kama la kipumbavu, lakini kwa sababu yalikuwa ni maelekezo ya Mungu, ni hekima ya Mungu. Walipozunguka kwa uaminifu sawa sana na maelekezo waliopewa, ukuta wa Yeriko ulianguka na muujiza ukatokea. Kwa hiyo muujiza haukuwa kwenye ukuta kuanguka, muujiza ulikuwa kwa wao kutii. Kwa hiyo wao walikuwa wamebeba funguo wa muujiza, na wewe hivyo hivyo umebeba muujiza wako, nao ni kushinda adui wa ndani, kwa sababu adui wa ndani anaelewa vizuri kabisa, ukivuka hapa kiwango chako cha mafanikio kinakuwa sana, lakini utawasaidia na watu wengine kufanikiwa, na ufalme wa giza utakosa ushindi. Kwa hiyo kabla Mungu hajabadilisha mazingira yako, Mungu anataka wewe umshinde adui wako wa ndani. Mungu akubariki sana na Mungu akufanikishe uwe mshindi dhidi ya adui wa ndani kwenye maisha yako. Barikiwa sana. Barikiwa sana. Nami nakuombea Mungu akusaidie uwe mshindi katika vita ya ndani.